Karibu tena katika masimulizi yetu ya fasihi. Leo hii nitakuelezea kuhusu aina mbili ya fasihi pamoja na mifano yake. Katika kipindi kilichotangulia tuliangalia fasihi simulizi na fasihi andishi. Leo hii tunataka kuanza kwa kuangalia mifano ya fasihi simulizi, alafu pia nitakupatia mifano ya fasihi simulizi. Tulisema kwamba fasihi simulizi ni fasihi ambayo inasimuliwa kwa njia ya maneno ya mdomo, yani unazungumza. Na mfano ya fasihi simulizi kwanza ni nyimbo ambazo zinaimbwa kwa mdomo. Mfano wa pili ni hadithi ama ngano zinazotolewa kwa njia ya masimulizi. Mfano wa tatu ni semi, na katika semi kuna vitendawili. Mifano ya semi ni methali, nahau, tashbihi na istiara, mbali na mifano mingine. Kisha kuna maigizo ambayo bado ni mfano wa fasihi simulizi, alafu mwisho kuna ushairi simulizi ambao unapatikana pale. Alafu katika fasihi andishi ambayo ni fasihi ambayo imehifadhiwa kwa maandishi ama maandiko, huwa kuna mfano wa kwanza ni tamthilia. Tamthilia ni mchezo wa kuigiza. Mfano wa pili ni novela ambayo ni hadithi na huwa na sifa ya ufupi wa wahusika wachache, ploti fupi na mifano kama hiyo. Alafu pia kuna hadithi fupi iko pale. Alafu pia kuna riwaya. Alafu mwisho wa kuna ushairi ambao ni andishi. Kwa hivyo katika kurejelea tu kwa urahisi tutasema kwamba fasihi simulizi ina nyimbo, ina hadithi, ina semi, ina maigizo na ina ushairi simulizi. Alafu tutasema kwamba fasihi andishi ina tamthilia, ina novela, ina hadithi fupi, ina riwaya na ina ushairi andishi. Hayo ni mambo ambayo tunafaa kuyashika tunapoangalia mifano ya fasihi andishi na mifano ya fasihi simulizi. Je, wewe unakumbuka mifano gani? Shukrani.